Lakini leo nimekusudia kuanza kuzungumzia nafasi ya roho. Nishazungumza nafasi ya mwili na nafsi. Kwa leo nimekusudia kuzungumza habari ya roho. Lakini nitatoa tu kama msingi, nitaweka msingi au utangulizi ambao nitaendelea kujenga kesho na kesho kutwa. So sio rahisi kufundisha kwa mapana leo. Tumekuwa tukizungumza juu ya kujitambua. Kujitambua ndio mwanzo wa mtu kuyafanya makusudi yaliyokusudiwa hapa duniani. Kila mtu aliyeko hapa, Mungu hakumweka kwa bahati mbaya. Kila mmoja ananifuatilia sasa, hata kama hujui, Mungu ana sababu tena ya kipekee ambayo anataka wewe wala si mwingine utende jambo katika mwili huu wa hapa duniani. Yesu alituonyesha neno ambalo nilitumia mwanzoni, kitabu cha kitabu cha Yohana 16:28 inasema, nalitoka kwa Baba, au nilitoka mbinguni nimekuja duniani, na kisha nauacha ulimwengu narudi kwa Baba. Hiyo sentensi fupi ndiyo sentensi ambayo inamuhusu kila mmoja wetu. Anaposema nalitoka kwa Baba, anaongelea habari ya kiroho, kwamba mimi nilikuwa roho. Sababu mbinguni hawakai watu wenye mwili. Nilikuwa roho bila mwili. Kwa nilipokuja duniani nikavaa mwili. Nilipovaa mwili, kuna majukumu ambayo nilikuwa niyafanye katika mwili huu, na haya majukumu nimeyakamilisha. Baada ya kuyakamilisha, ninauvua mwili tena na arudi kule katika asili ile ya kwanza ya kiroho. Kwa hiyo ndio ilivyo hata kwetu sisi, kwamba sisi binadamu ni roho, tuna nafsi, tunakaa kwenye mwili. Na kwa sababu hiyo, kila mtu ambaye amezaliwa, tumezaliwa kwa sababu kupitia mwili huo, lakini roho ambao ni wewe na mimi haina mwili, yenyewe haina mwili, ila tumeingia kwenye mwili huu kwa sababu maalum, na hiyo sababu lazima uijue ili utekeleze hapa duniani. Kwa hiyo nilizungumza kwamba mwili ni muhimu sana, ukaelewa umuhimu wa mwili, maana pasipo mwili hatuna haki ya kuwepo hapa duniani. Pasipo mwili huo huna haki ya kuwapo duniani. Ni sisi wenye mwili ndio tunatakiwa tuwepo duniani. Kwa hiyo mwili ni moja ya vitu muhimu kwenye kutimiza makusudi ya Mungu hapa duniani. Kwa nikasema kuna mambo ya kujua juu ya mwili, kwamba mwili kweli umetoka katika udongo, na nikaweka vipengele vitatu. Lazima ujue, usigombane, usikosane na asili yako, chanzo chako. Kama tunavyoona Yesu anazungumza, alitoka kwa Baba. Kwa hiyo lazima asigombane na alikotoka. Amekuja duniani, lazima aheshimu mwili aliopata hapa duniani kwa wakati wa duniani hapa, na akimaliza anarudi kule kwenye chanzo chake. Kwa maisha ni mzunguko. Sasa nikaweka vitu vitatu. Cha kwanza, unatakiwa uwe rafiki wa mazingira yako. Ardhi ni mazingira yetu, yanatuhusu sana ili tufaulu kuishi vizuri katika mwili huu. Watu tunaharibu mazingira, tunaharibu vyanzo vya maji, tunakata misitu, tunaharibu mazingira, yanatugeuka, tunaharibu rutuba, tunakosa vyakula, sababu katika ardhi ndiko tunakopata vyakula vyote. Sasa tunaharibu. Unajua Mungu aliweka ardhi ikiwa hai, na niko hai actually hata sasa. Angalia, ardhi ina mishipa kama wewe ulivyo na mishipa. Si kama ulishofanya utafiti. Mimi nijaribu kufanya utafiti kidogo. Katika uso wa nchi kuna mito kila kona ukienda. Ile mito imezunguka dunia nzima, kila mahali
Kwa hiyo bwana nafuatilia nikagundua kwa kweli Mungu ana akili za kipekee sana. Unakuta mito imezunguka kila mahali mpaka popote pale, mpaka kule kwa wanyama kule maporini. Kuna mito inapita. Ile mito ni uhai wa ardhi, ili kwamba tuweze kupata ile nafasi ya kupata maji. Lakini unaona shughuli za kibinadamu zimeua vyanzo vya maji vingi, tumeharibu mito, tumeharibu vitu vingi sana. Tunachoma misitu, tunaua hata viumbe. Sisi ni watawala, kumbuka. Tunaua viumbe, hatujali. Unajua viumbe vyote vina maana kubwa sana. Sisi ni watawala kwa niaba ya Mungu. Ukichoma hujui sisimizi unapoua bila sababu. Mungu alikuwa anajua hawa sisimizi wana sababu gani, kwa nini wawepo. Kuna wadudu wao mle ndani ya majani, tunaua wote. Sasa wanadamu tumekuwa katili sana. Sasa mazingira yetu yaasi, tumekuwa kinyume na yametuasi na yenyewe, yametugeuka. Lakini cha pili nikasema ni wazazi. Wazazi ni chanzo chetu. Ni muhimu sana tuweze kuwaheshimu wazazi. Tumejisahau wakati mwingine na hatutoi nafasi ya uzito kwa wazazi. Wazazi wako wana nafasi ya baraka, ahadi kubwa ya kuishi maisha marefu hapa duniani. Hilo jambo naomba ulizingatie sana na uambie hata wengine. Usijisahau wala usisahau kabisa. Wazazi wana baraka bila kujali huyo mzazi ukoje. Kwa hiyo ni jambo nikaliweka hapo vizuri. Ya tatu katika ardhi nikasema wanadamu. Wanadamu wenzetu ni ardhi. Tukitaka tufanikiwe duniani lazima tuwe na mahusiano mazuri nao. Unaweza ukaichukia dunia, ukachukia kuishi kwa sababu wewe umegombana na wanadamu wenzako. Sababu wanadamu sisi tuna mahusiano, hatuwezi kuishi kama nyoka peke yake. No. Tuna mahusiano na binadamu wenzetu. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ya kuwaheshimu binadamu wenzako, kuwathamini, kuwapenda, kuwajali, usiwadharau, usiwatendee jeuri, usiwadhulumu maisha yao, usiwalize. Ukiyafanya hayo yatakurudia, ni mbegu. Watu wengi hufanya hayo, wanakuibia watu wengine, wanaua watu wengine, wanafanya ukatili mwingi, lakini ni mbegu ambayo inarudi kwenye maisha yao. Na dunia inakuwa mbaya. Kwa sababu gani? Wametengeneza mazingira ambayo hawakuwa rafiki na binadamu wenzao. Hata kama una fedha nyingi, hata kama una mali nyingi, hata kama una elimu ya juu sana, hivyo vitu vyote Mungu asifiwe. Na hata kama unataka kuipata zaidi, endelea kuipata. Si vibaya, ni vizuri. Ni fursa tumepewa. Lakini usije ukadharau mtu yote. Moja kati ya vitu nimevigundua ni kuwa na amani na watu wote. Utaishi maisha marefu kwa sababu hutakuwa na uchungu na mtu, hutakuwa na maumivu na mtu. Unawasamehe tu watu. Kwa hiyo nikaingia kwenye swala la kuongelea sasa nafsi. Nafsi nikaieleza kwa upana sana. Unajua nafsi ni akili yako, mawazo yako, hisia zako. Watu wengi wana maumivu kwa sababu wamepokea chanzo kibaya kilichoingizwa ndani ya ufahamu wao. Matokeo yake wamejaza vitu vya uchungu, wamejaza mambo ya hasira, chuki, ghadhabu, kutosamehe, vinyongo, visasi na kadhalika. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unajikuta wewe ni mtu mbaya. Na kwa sababu unakuwa mtu mbaya, yani vile ulivyo ndani yako ndio wewe huyo. Juzi nilikuwa Mbeya na nilikuwa nafundisha somo hili. Nikamwambia neno hili kwamba vijana wanaotaka kuoa kuolewa. Nikamwambia hivi, unapotaka kuoa kuolewa unaangalia nini? Mara nyingi tunaangalia sura ya nje, sivyo? Au umbo la mtu. Nikamwambia unajua mara nyingi tunakosea sana. Kwa sababu kuna mambo mawili. Sura ya nje ni utambulisho mmoja wapo tu. Lakini haswa mtu ambaye atakupa ladha, atakupa amani ni tabia. Sasa huyu mtu umeshamchunguza, ana tabia gani? Ana hasira, mchoyo, ni mtu mbaya. Sasa huyo uliangalia sura nje, lakini sasa ana majeraha,
ameumizwa kulikotoka, ana vidonda. Sasa wengi tunaangalia sura ya nje. Na mara nyingi watu ambao ni handsome, yani wanaume ambao ni watanashati, wanaita watanashati, handsome, wazuri. Sasa wanaume tuseme wazuri, tunasema watanashati. Halafu warembo, wale wanawake warembo, mara nyingi utagundua wanakuwa na viburi na maringo na vitu vibaya vingi ndani ya tabia zao, kwa sababu wanajua wana miluzi mingi huko nje. Akitoka nje, ukikaa hapo, akitoka huko nje watu wanamsumbua, hasa wanamdharau mume wake huko ndani. Sasa matokeo yake nyumba inakuwa haina amani, haina furaha. Sasa wengi hawatambui kwamba mtu ni tabia zake pia. Kwa hiyo ninajaribu kuweka kwamba nasema mtengeneze mtu unayemtaka kwa mawazo yako. Unawaza nini? Na hivyo uweze kuweka picha maalum, na hiyo picha utakuwa itengeneza uikomalie mpaka iwe wewe. Utapitia majaribu mengi kurudi kwenye ule mtu wa zamani, mawazo ya zamani, hali ya zamani, lakini weka dhamirio. Mfano, nilikasema kwamba unapolala usilale ukiwa na mawazo machafu au hisia mbaya au na chuki au unaangalia mapicha mabaya, matamthilia na kadhalika. Hakikisha unapolala unalala ukiwa na lengo lako. Mfano, naona kwamba Bwana fanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako na kufanya wewe baraka, nami nitawabariki wakubarikiwa na nitamlaani kila anakulaani, na katika wewe dunia nzima nitawabariki, kupitia wewe dunia yote watabarikiwa. Sasa maneno kama hayo ukiyaweka, unaenda kulala, halafu unasema kwamba uniombe nami nitakupa mataifa kwa urithi wako na miisho ya dunia kwa miliki yako. Naambia Mungu asante kwamba dunia hii nimerithishwa, nimemilikishwa mimi. Kwa unapowaza na mawazo namna hii kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, na atakishia hapo tu, chochote kizuri sitakikosa, na iwe ni maisha marefu, iwe ni mafanikio. Kwa unapokuwa unawaza hivyo, afu unaingia kwa maombi, omba Mungu, nakuamini na kushukuru kwa sababu wewe ndiye uwezaye kunifanikisha maisha yangu, na hivyo ninakuamini kwamba umeniweka duniani mimi niwe sababu ya baraka, wote wanaonizunguka niwabariki, si tu nyumbani mwangu, si tu kijiji changu, si tu nchi yangu. Bwana, ninaomba unifanye niwe baraka dunia nzima. Wewe unajua njia gani utaitumia. Kwa hiyo ninakuamini ili Bwana katika kuishi hapa nifanye makusudi yako, unisaidie. Kwa hiyo unapoomba namna hiyo, halafu unamalizia, unachukua mistari, unalala. Nakwambia unakuwa ule mtu umemuumba. Ukiamka tu, kicha kwanza siende kuangalia kwenye mambo ya mitandao. Nenda pale, naambia mimi ni taifa kubwa, Mungu amenibariki. Naambia pale pale kwa jina langu ni kubwa na mimi ni baraka kwa wengine. Atakayelaani amelaaniwa, atakayenibariki abarikiwe, na katika mimi dunia nzima itabarikiwa. Kwa unapo alafu unasema sitapungukiwa na kitu, siku ya leo itakuwa ni njema, fadhili zitanifuata, mimi nitakuwa leo ni siku ya baraka sana. Alafu unasema mataifa yote ni urithi wangu na miisho ya dunia ni miliki yangu. Unaona, hiyo nakupa mifano tu, lakini kila mmoja na jambo lake mwenyewe. Hiyo nakupa mfano yangu mimi, labda ninavyokuwa napolala ninaamini hicho. Lakini unaweza kuwa unaamini tofauti. Unaamini nataka kuwa na mke wangu mzuri, pengine wewe Mungu utanipa mke mzuri wa hatima njema ambaye tutaishi kwa furaha, kwa amani, tutakuwa na watoto wazuri ambao unaota hiyo ndoto, alafu unalala ukiwa na ndoto ya familia nzuri au na kazi nzuri, alafu namshukuru Mungu kwa sababu Bwana umesema asiyefanya kazi asile, najua kazi yangu ni nzuri sana umeiandaa. Kwa hiyo ni kila mmoja ana la kwake. Kwa hiyo usije la mwingine. Hitaji lako la muhimu. Unaweza kuwa na mengi, lakini ile la kwanza ambalo unataka Mungu ahusike. Kwa hakikisha komaa kabisa mpaka ufanikiwe. Dunia hii ni mapambano, dunia hii ni vita, mafanikio ni vita. Na vita ya kwanza ni mawazo, vita ya kwanza ni hisia zako. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, nikamwambia hivi, wewe unaweza kuwa na mahusiano na mzoga? Huwezi kuwa na mzoga. Mwanadamu aliyekufa hatuwezi kuhusiana nao. Kwa hiyo mtu akifa tunatengana naye. Sasa angalia kwenye mawazo, tuna watu ambao nafsi zao zimekufa, maana hisia zao ni mbaya, wamekata tamaa kabisa. Ni kama mzoga kiakili. Sasa huwezi kupendwa kwa sababu kuna ladha. Ukikaa na watu wanakuona kama ni kero, ni mzigo, maana hakuna uhai kwenye fikra zako, hakuna uhai, utii moyo mtu yeyote. Ukikaa ni kukera watu, kufanya watu
wazike tu, ndio ulionao, umekufa kihisia, umekufa kiakili, hamna chochote chema. Sasa hilo somo, rudi kwenye mtandao, fuatilia somo lile la mawazo, maana nimefundisha kwa kirefu sana. Sasa nataka niweke msingi tu leo wa roho, msingi wa roho. Roho sasa ni nini? Roho ni nini? Roho ni ile isiyo na mwili, isiyoshikika. Of course hata nafsi, mawazo pia hashikiki, lakini taelewana tu baadaye. Sasa roho haijengwi kwa material, kwa malighafi, kwa vitu vinavyoshikika. Haina mwili, ni kama mahali pengine nazungumza kama upepo, ni kama upepo mahali fulani nazungumza. Sasa tunapotaka kujua mtu ni nani, sasa hapa ndio nakuja kwa mtu mwenyewe. Sasa naongelea roho, ndio huyo mtu. Tunapozungumza mtu mwenyewe ndio roho, maana tumesema mtu ni roho, anayo nafsi, anaishi kwenye mwili. Kwa nafsi na mwili ni vitu anavyovimiliki, ila yeye ndiye roho mwenyewe. Sasa kwa kule tukotoka, tukitaka kumfahamu mwanadamu vizuri, jambo la kwanza lazima tuangalie mzazi wake. Mzazi wake, kama tulivyoona, mwili unazaliwa na mzazi, na sasa mzazi wa roho ataachilia asili yake kwa roho. Sasa mzazi wa roho ni Mungu, na yeye ametuwekea mazingira mazuri ya kuelewa somo hili, kwani amesema katika ile Mwanzo, amezungumza vizuri tulivyoumbwa kwa mfano. Lakini kabla sijaenda hapo, niende kitabu cha Ayubu. Tuende kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Tuende kitabu cha Ayubu sasa, tusikie somo hapa. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Okay, tunaanza. Roho ya Mungu imeniumba. Iko pamoja? Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Sasa pale anapozungumza roho ya Mungu imeniumba, naomba nipanue ili niweke hoja ya kwamba hapo tunazungumzia roho, sio mwili. Nitaitetea hiyo hoja kimaandiko, kwa sababu ukienda kwenye maeneo mengine yanaonyesha sisi kama roho tumeumbwaje. Ukienda kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 5 na ule wa 6, inaonyesha kwanza, kabla hiyo mstari, Yohana 1 mstari wa 12 na 13, ingawa mimi nataka kuulenga mstari wa 13, ila ili ilete maana tusome na 12. Naomba nisome. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ndio waliozaliwa si kwa damu, waliozaliwa sio kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala sio kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, wala sio kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu, bali kwa Mungu. Sasa hapo tumepata neno lingine kwamba kumbe tumezaliwa. Ile neno anaposema kwamba roho ya Mungu imeniumba, hapa sasa inafafanua vizuri. Unapozungumza huko tumezaliwa na nani? Na Mungu. Tumezaliwa na Mungu. Sasa Mungu ni nani? Mungu tulishaona huko, Mungu ni roho. Tumezaliwa na roho. Sasa turudi sura ya 3 ya Yohana.
Kuweka msingi ni vizuri niende kwenye maandiko sasa hivi. Anzia mstari kwa kuokoa muda, anzia tu 5 na 6. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, ndio, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Sasa hapa Yesu anaweka vizuri kwamba anataja kuna aina mbili. Kilichozaliwa kwa mwili ndio ule mwili tumeshauzungumza, lakini sasa anapotaja kuna kingine ambacho kimezaliwa kwa Roho, hapo anataja kwamba kuna roho. Kumbe kuna mtu wa mwili na kuna mtu wa roho. Sasa kwa sababu hiyo, mtu huyu ambaye ndiye roho naye pia amezaliwa. Tusome sasa mstari wa 8. Soma mstari wa 8. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Kila mtu aliyezaliwa katika Roho hawezi kueleweka. Kwa sababu gani? Haonekani kimwili kwa macho na huwezi kumshika. Kwa hiyo ndio maana mahali pengine akasema mtu wa tabia ya kiasili, mambo ya kiroho kwake ni upuuzi, hawezi kuyakubali kwa kuwa yanatambulika kwa jinsi ya kiroho. Kwa hiyo tunajaribu kujenga hoja kwamba mtu ni roho. Nataka kuonyesha kwamba kuna roho anatajwa, roho inatajwa. Sasa kwa kuwa Mungu ni roho na yeye ndio mzazi wetu, roho imezaliwa na roho na inalishwa pia na roho. Sasa ukiangalia, ndio maana anasema kwamba roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi unipa uhai. Ina maana uhai wetu unahusishwa na pumzi. Ili uendelee kuishi, wewe unatakiwa ulishwe pumzi. Kwa hiyo ukitengana na chanzo chako cha kiroho, huwezi kuwa hai kiroho, utakufa kiroho. Na hapo ndipo penye tatizo kubwa duniani. Tatizo kwamba ukifa kiroho utaendelea kuonekana upo, maana yake ule uhai wa kiungu na kuwa haupo tena kwako, hauna uhusika tena na Mungu. Sasa anaposema nimeumbwa na roho ya Mungu, ndio hiyo tumezaliwa na roho ya Mungu. Sasa Mungu kwa sababu ni roho, ya kwanza wewe ni roho, sababu anasema tumeumbwa kwa mfano na sura yake. Mfano wa sura yake sio mwili, sio damu na nyama, sio mifupa, ni roho, ndio mfano wa Mungu. Sasa mfano huo ya kwanza tayari ni roho, sisi ni roho. Ya pili, Mungu hafi na binadamu hafi, sio binadamu, sio mtu hafi. Sasa wewe ni wa milele, Mungu ni wa milele. Nimechukua tu mawili hayo, wewe ni roho. Ya pili, wewe ni wa milele, hautakufa, ila kinachokiita kimekufa ni mwili, ni mwili tu. Paulo alipata ufunuo mkubwa sana, ambao ufunuo huu unatupa mwanga zaidi. Ukisoma Wafilipi 1 mstari wa 20 na 21, tusome hapa. Wafilipi 1 mstari wa 20 na 21, tunaona Paulo anaelezea jambo la kuhusisha mwili na roho. Anajitaja kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote, na sawa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Sikia anavyosema, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Kwa namna yote, iwe ni kwa kuishi au kufa, ataadhimishwa. Endelea. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Ndio. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitalo lichagua silitambui. Unasikia?
kuishi katika mwili, anaojionyesha yeye ni kitu kingine. Anapoongea kuishi katika mwili ni kama makazi tu. Kwa hiyo makazi yake ni kama unasema nimetumwa kwenye mji fulani, huu mji niliko hapa ni kwa ile kazi, labda kuhudumia watu, labda kufanya jambo fulani. Nikimaliza ile kazi kwenye huu mji au kijiji naondoka. Na ni kama mwili huo anautaja kama ni eneo la kuishi ambalo kapangiwa majukumu ya kufanya. Hebu endelea. Ninasongwa katika mambo mawili. Ndio. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Ndio. Bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Anaweka wazi kwamba nasongwa na mambo mawili. La kwanza anajiweka kwamba mimi natamani kwenda na kukaa na Kristo. Halafu la pili anasema lakini mimi huyo kubaki kwenye mwili. Unaona hapo, kubaki kwenye mwili huu kunahitajika kwa ajili yenu, kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo unapobaki kwenye mwili ni kwa ajili ya majukumu tu, ni kwa ajili ya kazi. Lakini anajitofautisha na mwili, anasema natamani niende kwa Kristo, lakini nikibaki kwenye mwili ni kwa sababu ya kazi, ni kwa sababu niwatumikie. Kwa hiyo ni wewe lazima ujue kwamba wewe ni roho ambaye unaishi tu kwenye mwili. Kwa unajaribu kuonyesha kwamba ujione kwamba wewe ni roho. Tusogee kidogo. Korinto wa kwanza sura ya 15 tuanze mstari wa 44. Naweka tu msingi leo. Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 44. Upande wa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Anaonyesha kuna mwili wa asili. Ukitaka kupata picha usome hiyo sura utapata vizuri, lakini muda wetu hautoshi kusoma mengi. Kwamba hapo anasema mwili, upande wa mwili wa asili, lakini una rudi hapo. Upande wa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Mwili wa roho. Hapo anaongelea mwili kama vile umekufa, ni mwili, lakini siku ya ufuo haufufuki yule mwili uliozikwa. Kuna mwili mwingine ambao ni wewe sasa. Endelea. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Unaona, anaonyesha kuna mwili hapo. Tunaweza kuna mtu wa mwili na kuna mtu wa roho. Endelea. Hivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautanguli ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kimsingi sasa hapo anataka kuonyesha mtu ambao ni sisi wanadamu tunatoka mbinguni. Yaani wewe na mimi tumetoka mbinguni. Yesu pale ni kiwakilishi chetu tu kwamba ametoka mbinguni. Asili yetu ni mbinguni. Sasa mwanadamu hapo, Adamu anawakilisha anguko. Wanadamu walioanguka wanakuwa ni watu asili yao ni hapa duniani. Sasa tunachukua sura ya anguko au tunachukua sura ya yule wa pili. Sasa hapa nitaweka vizuri pia. Hii inaongelea mambo ya wokovu sasa, lakini nikiongelea jumla binadamu yote ambaye ameokoka au hajaokoka, naye ni roho pia vile vile. Tutaona huko mbele. Ni roho vile vile. Tuendelee. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndio. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Ndio. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika twaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ndio. Ndugu zangu, hapo kwa kweli nataka nikusisitizie neno muhimu. Yesu Kristo, wote walio ndani ya Yesu Kristo tuna thamani kubwa sana. Usije ukachukulia, wanasema Waswahili, usichukulia poa. Yaani usichukulie jambo rahisi. Yaani ni kama mashariki na magharibi. Mtu ambaye hana Yesu na aliye na Yesu ni mbali sana. Kwa hiyo ujue una sura, naona sura ya mbinguni. Na wewe ni tofauti kabisa na yule ambaye ule mwingine anaitwa ni wa udongo. Wewe ni wa mbinguni. Lakini tu wote hapa duniani. Endelea.
Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuurithi kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Wacha tupeane siri. Hii tunapeana siri. Hapa nawapatia siri. Hatutakufa wote kwa mara moja. Lakini hii isikusumbue nani katangulia kufa nani katangulia baadaye. Hizo ni ratiba tu. Lakini wote kama hata kama ni wewe hutakufa mpaka Yesu amerudi, haujawatangulia waliolala, waliokufa manake. Wanafufuliwa kwanza, alafu endelea kwa dakika moja kufumba na kufumbua. Yaani kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu. Wasiwe na uharibifu. Nasi tutabadilika. Tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika. Sharti huu wa uharibikao lazima uvae kutokuharibika. Na huu wa kufa uvae kutokufa. Na huu wa kufa uvae kutokufa. Sasa hiyo tayari imeeleweka vizuri sana. Kwa hiyo mwili utakao urithi ufalme wa Mungu sio huo unaopaka poda, sio huu ninaovisha suti. Hapana, huu ni wakazi ya hapa duniani, kwa matumizi ya hapa duniani. Kwa vitumia vizuri mwili wako hapa duniani. Na ndio maana kama unataka kula vizuri. Ukivaa kama Mungu amekupa kujalia kuvaa, vaa tu, sio dhambi. Kula si dhambi. Kwa sababu mbinguni huwezi kusema tutakula kwa zamu, tutatesa kwa zamu. Hamna kutesa kwa zamu. Yaani kuna vitu vya hapa ni hapa. Kama huwezi kupata gari nzuri hapa, sahau, kule mbinguni hamna gari ya namna hiyo. Kwa hiyo neema ya Mungu inakujalia, fanya kwa unyenyekevu, lakini usijitese sana. Usijitese. Fanya kwa uaminifu katika ufalme wa Mungu, lakini mwili huo usiutaabishe. Utunze vizuri, ulishe vizuri, uvishe vizuri, ulaze vizuri, fanya vitu vizuri kwa ajili ya mwili wako. Kwa sababu vitu vya duniani, huu mwili, naambia nini siri, kwamba hautaurithi ufalme wa Mungu. Huu mwili ulipewa sifa, ulipewa na wenyewe nafasi ufurahi hapa duniani. Kwa hiyo usijitese kila siku. Funga kiasi, wakati wa kufunga funga, wakati wa kula kula. Tengeneza mawazo mazuri, usijiumize kimawazo, kihisia, kwa hasira, kwa machuki. Jipe raha mwenyewe. Hata kama watu wote hawakupongezi, jipongeze mwenyewe. Hawakutii moyo, jitie moyo mwenyewe. Yaani wewe usikubali kushindwa na mazingira yako na wanadamu wengine. Tengeneza mazingira yako ya kufurahia dunia hii. Tunaishi tu mara moja. Baada ya hapo tutaondoka hapa duniani. Sasa wewe unafikiri ndani ya mwili ni mahali pa kufurahi. Sasa nimekuchomekea hiyo tu. Sasa tumeona hiyo. Roho itaishi, itavaa, ndio tutaishi milele. Na mahali pengine Yesu anasema usiogope wanaoua mwili, ila ogopa anayeua roho na kuipeleka jehanamu. Yote hii anaonyesha kuna viwili. Kuna roho, kuna mwili. Kwa hiyo wengi wetu, wanadamu wengi, wanaogopa zaidi mambo ya mwili. Na ndio maana vitisho vyote vinalenga mwili. Hata kina Shadrach, Meshaki na Abednego walitishiwa moto, wanatishiwa simba. Mtu anakuja na mna kutishia bastola, lete pesa, toa pesa. Yaani anatisha mwili, anatisha mambo ya mwili. Kama tukijipanga vizuri, nikupe neno moja, ishi kana kwamba unaishi miaka 1000 kuanzia sasa. Yaani weka bidii ya mambo yako, ratiba zako, mipango yako, kalenda zako, kana kwamba unaishi miaka 1000 kutokea sasa. Lakini uwe umejiandaa kwa namna ile ambayo unaweza kumuona Mungu, kana kwamba unaweza kufa leo. Yaani wewe ujiandae, kwa sababu hujui yanayoweza kutokea. Kwa unapojiandaa, maana yake ndio maana kukaa vizuri na Mungu, ili ukitokea lolote usianze kujisema natafuta muda fulani pia dakika 20 za kutengeneza na watu, nipigie mtu nimuombe msamaha, si nini. Hapana, wewe jiweke tayari. Lakini kujiweka tayari huko isipunguze juhudi yako ya mipango. Tafuta utajiri kama kawaida, jenga nyumba kama kawaida,
endelea na kuoa kama kawaida, kuolewa kama kawaida, usipunguze. Biblia inasema itakuwa kama siku za Nuhu, watu wanakuwa wanaoa na kuolewa. Mtu asikuhubirie mahubiri kwamba siku zimeisha. Usisumbue kuoa, hapana. Hiyo sio injili. Injili inasema tuweke bidii pale pale, weka malengo ya kuwa bilionea vile vile. Yesu akirudi atakuchukua katikati ya bilionea. Malengo yako yawe pale pale, usivunje moyo na mtu, sababu kuna injili za siku hizi zinatuvunja moyo. Mtu anaamua kwanza kurudi nyuma, kuchukia mambo ya dunia moja kwa moja. Ni kweli, lakini lazima uwe na balance. Mungu kwa kweli hajatuweka tuichukie dunia kiwango hicho, ametuweka tuifurahie dunia. Hata kuna mazingira tunatengenezewa mpaka tunajitesa kiwango ambacho tunaona kwamba sisi si wa maana kabisa. Sasa hiyo ni aina ya mahubiri, ni aina ya mafundisho unayopata matango mtu, unakuondolea thamani. Wewe unakuwa unajitesa, unafikiri unanunua wokovu wako kwa kujitesa. Watu wananunua wokovu wetu, wanaenda zamani. Unajua Mungu zamani alikuwa anajifunua kupitia milima, mapangoni huko. Ndio maana Musa akitaka kukutana Mungu mlimani. Sasa tumeiga hilo. Sasa Mungu akabadilisha. Akasema Bwana Musa, sitakutana nawe mlimani. Nitengenezea hema ili niwe nakuja hapo kwenye hema. Akatengeneza hema. Kwa ile hema Mungu anakuja na wingu pale, linatua pale, anakutana pale. Akatengeneza sanduku la agano, anaingia pale. Mungu anaongea naye pale. Alafu sasa baadaye Sulemani akajenga jengo. Kwa hiyo sio ngoja milimani. Sasa sisi tumeiga, yani sisi tumebaki na ukale ule ule. Unakuta mtu anasema naenda kuomba mapangoni, eti upako utashuka. Ni ufahamu tu. Si wapingi wanaenda kuomba mapangoni eti navaa nguo ya gunia. Ni kutoelewa tu. Unaweza kaomba kwenye chumba kilichojaa full AC na ukawa na umevaa vizuri, na bado ukawa umeomboleza katika roho, na bado ukawa umemtafuta Mungu katika roho. Wewe unajitenda kimwili kwanza, eti ukae kwenye mawe, ukae kwenye miiba, kwenye mbigili, kwenye mateso, eti Mungu anisikie na jitesa. Sivyo. Yesu aliteseka, Yesu aliumia, alibeba hayo yote. Lazima tupate ufahamu wa Biblia kwa sasa. Sasa tunaenda kimwili zaidi. Eti kwa kuwa nimekaa pangoni siku 3, namsikia Mungu, ndio tunasikia watumishi, nimeenda pangoni, nikirudi Mungu atasema na nyinyi. Sisemi kwamba ni vibaya, unaweza kufanya hivyo, lakini najaribu kuweka sawa. Usiende kwa sababu eti Mungu anasema na wewe zaidi ukiwa porini. Hapana, lazima uende ukiwa tu sababu Mungu amekuelekeza. Ujiepushe na vitu vingi vya duniani, labda vya kuvutavuta na kutamanisha. Hiyo ni sahihi, lakini usiende kwamba nikiwa porini Mungu atakuja kwa haraka. Hapana. Kwa hiyo nimeiweka vizuri hiyo. Tunaenda kusoma, tusome andiko tena, Ayubu 32 mstari wa 8. Ayubu 32 mstari wa 8. Amen. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Sasa angalia, anasema hivi, lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Mwana wa Adam, maana yake ni mwili wenye damu. Sasa mtu anakaa kwenye mwanadamu, kwenye mwili wa mwanadamu. Sasa iko roho inaishi ndani ya mwanadamu, na pumzi hapa ya Mwenyezi huwapa akili. Ina maana kuna akili ambazo zinakuwa ni akili za rohoni pia. Sasa angalia, kuna namna hapa tutaangalia huko mbele, roho, lakini roho imo ndani ya mwanadamu. Ni panua hapo. Tunaweza roho yani roho kama wewe binadamu mwenyewe unakaa kwenye mwili wa damu. Lakini la pili, roho hiyo pia ina uwezo wa kukaribisha roho nyingine. Roho nyingine inaweza kuwa ni roho ya Mungu au roho ya Shetani. Kwa ile roho inayoalikwa kuja kuambatana na roho ile ambayo ni binadamu. Ndio hapo unaona wakina Simeoni mchawi, Petro anamwambia naona moyo wako umejaa uchungu
na uovu kwenye moyo wako, maana ni mchawi yule. Sasa wale wanakuwa wamekaribisha roho ile ya mauti ya shetani ndani yao, wanakuwa na maagano fulani. Na sisi vile vile roho zetu tunakaribisha Yesu, anakuwa na agano, roho ya Mungu inakuwa ndani yetu, tunakuwa na agano naye. Lakini ya tatu, tunakuwa hata kuna wale ambao wanakuwa wanafanya influence tu ya roho, influence ya roho nzuri au mbaya. Mfano, ukiwa kwenye mazingira ambayo watu hawaamini Mungu, ile anguko ile nguvu ya anguko ya wale watu itakusukuma kuvutwa kwenye hali ya kianguko. Maana utaishi katika hali ya kutokuwa na hofu ya Mungu, utaishi katika hali ya kutokuwa na kumtafuta Mungu, sababu utakuwa watu wote mazoea huwa yanafanyika kama sheria, watu wote ndio tabia zao. Unaona kama sasa hivi kuna nchi zingine zimeanza kuhalalisha ushoga. Sasa ile likiachwa hili, sasa hivi tunapoanza inaonekana ni kitu kibaya sana, na tuna nchi mbalimbali tunakataa kabisa, tutaki kabisa. Biblia pia imesema. Lakini hilo jambo, kwa sababu vyombo vya habari na wale watu ambao wamepotea tayari wana nguvu ya fedha, watakapoendelea kutangaza kila mahali na kusema haki za binadamu, matokeo yake wenye pesa na nguvu ya kutetea hiyo hoja watakuwa na sauti kuliko wale wanaokataa. Kinachosikika zaidi huwa kinaumba imani na kinaonekana ni jambo la kawaida. Matokeo yake utashangaa vijana wanaanza kuolewa na wanaume wenzao. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho ni kibaya, lakini influence ya dhambi si kwamba wao wana roho ya shetani, hawana roho ya shetani, lakini mazingira ya anguko yamewa influence. Ndio ukiangalia kitabu cha Esther pale, baada ya Wayahudi kupata upendeleo wa mfalme, watu wote walijifanya wao ni Wayahudi. Kwa nini? Kulikuwa na influence ya watu wa Mungu. Yaani mahali ambapo watu wanampenda Mungu, hata yule asiyempenda Mungu kujifanya anampenda Mungu, anasema lugha ya Mungu, ingawa ukweli hayuko hivyo. Kwa sababu gani? Ni ile influence. Hata ulimwengu huu unategemea nani ana influence, nani anaweka ushawishi. Na kwa sababu ushawishi unaunganishwa kupitia taarifa, maneno, sauti, imani ile kukusikia. Sasa matokeo yake wale wenye sauti kubwa, na ndio maana ni hatari wale waliopata fursa ya kupata neema kubwa ya utumishi, wanyenyekee mbele za Mungu, wamtumikie Yesu kwa usahihi. Mungu amewapa heshima kukusanya maelfu kwa mamilioni. Wanyenyekee sana, wamtaje Yesu kwa usahihi. Wasitaje mambo ambayo hayainui imani. Yaani wana maelfu, mtu anakusema watu malaki, lakini anawaambia vitu ambavyo haviunganishi na Kristo. Sasa maana kwenye mipira watu wanakuwa malaki. Huwezi kusema tu kwa sababu kuna watu wananifuata mamilioni. Mipira kuna watu nini, tukio gani na kusanya watu wengi kama mpira wa mguu? Huwezi kusema huko kuna Mungu. Kwa hata wewe ukikusanya watu maelfu kwa mamilioni, nyenyekea sana. Hiyo ni heshima Mungu amekupa. Mtaje Yesu kwa uaminifu ili watu wapate nafasi ya kupata imani kwake. Sasa hapa anasema hiyo roho ya Mungu, roho ya mwanadamu, roho iko ndani ya mwanadamu. Kwa sisi tunaishi ndani ya mwili, lakini roho pumzi ya mwenyeji pia inatupa akili. Akili tukiunganisha sasa pale na nafsi, kuna akili za rohoni na kuna akili za nafsi. Akili za nafsi ni tofauti na za rohoni, kwa sababu hata wanyama wana nafsi, wana akili. Mnyama mwenyewe anapowinda anatumia akili, anajificha ili mnyama yule akija anamvamia. Ni akili ile. Kwa hiyo mwanadamu katika roho ni mnyama hana roho ila ana akili. Kwa hiyo sisi wanadamu tumeenda zaidi ya wanyama. Tuna roho za roho, kuna akili za rohoni. Na ndio maana ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 35 wa 34, Mungu aliwachagua kina Bezaleli na Olihabu, wakasema amewatia akili za rohoni. Hebu soma mara moja. Amewajaza watu hao akili za moyoni. Akili za moyoni. Ili watumike katika kazi
kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri. Soma mstari wa 34. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha wengine, yeye na Oliabu. Kuna watu hapo mnanisikiza, Mungu amewapa akili za rohoni. Hizo akili za rohoni ni zile za kiungu, ni kama Mungu mwenyewe anaunda kitu rohoni ambao hata wewe mwenyewe unashangaa. Kwa hiyo kuna akili za rohoni unazo. Adamu alikuwa nazo pia hizo akili za rohoni. Ukiangalia ile sura ya 2 kwanza mstari wa 19 na 20 inaongea, hebu soma hapo. Alikuwa na akili za kiajabu. Na sisi vile vile lazima tuelewe kwamba kuna akili za rohoni ambazo hizo akili sasa nafsi yetu ambayo inakuwa kama mwamuzi referee yenyewe, kama nilipotoka kule kufundisha kwamba mwili utamani kushindana na roho, na hatuwezi kufanya naye hataki sababu mwili hautaki. Nia ya mwili ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuna mashindano, lakini haya mashindano mwamuzi wake ni nafsi, akili. Sasa akili ya kawaida hii, kama una akili za rohoni zikiwa na nguvu, ina maana hii nafsi, akili za kawaida hizi ambazo ni nafsi ambayo tunasema ni akili, hisia na maamuzi, zitakuwa influenced, zitashawishiwa na roho. Kwa hiyo zitakuwa mtumishi wa roho. Kwa hiyo nafsi ambaye ni mwamuzi atakuwa mtumishi wa roho, atapokea akili za rohoni, na akili za rohoni itakuwa ndio mawazo yako. Kwa hiyo mawazo yako yale yataanza kupishana na mawazo ya mwili, maana mawazo ya mwili yanataka kuchukua chanzo cha uhalisia, hali ilivyo nje. Ndio hiyo inataka nafsi pia ichukue. Kwa mwenye nguvu, ikiwa mwili una nguvu, nafsi ataegemea katika mwili. Ikiwa wewe roho una nguvu, sasa nafsi itaegemea kwenye roho, na ikiegemea kwenye roho, nafsi itanyonya akili za rohoni ambazo zinaenda kinyume na mambo ya akili yanayoonekana, na matokeo yake ndio maana watu hawatakuelewa. Unawaza tofauti, unaongea tofauti, sababu umeambukizwa roho, akili za rohoni. Una akili za rohoni, ndio maana unawaza tofauti kwenye mazingira magumu, hata hali inaonekana haiwezekani, lakini wewe unaongea tofauti. Wewe una akili za rohoni, hizo ambazo zinazalishwa na Roho wa Mungu. Soma hapo nilipokuambia. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamleta Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu. Yatosha. Tunataka tumuombe Mungu atupatie hiyo ufunuo. Ndio maana Marko anasema macho ya mioyo, maana kuna macho ya moyo. Sasa Mungu atusaidie, tumetekwa nyara sana na akili za mwilini, yaani mambo, vyanzo vinavyotupa sisi kuamua nini inatokana na mambo mabaya na magumu ya dunia. Lakini tukiingia katika akili za rohoni, tutaipindua dunia, sababu hatutafuata vile dunia inasema. Sisi tutapishana nayo, tutaenda tofauti, na ndivyo tutapata tunashangaa pia, sababu ni kweli tunashangaza. Ndio maana Biblia inasema hapa, Yesu anasema mtu aliye roho ni kama upepo. Sasa upepo si utaushangaa, utakuwa kama upepo, yani ueleweki, wewe utaeleweka. Lakini si kama ueleweki, akili za rohoni zitakusaidia, yani utakuwa bado na hekima. Ndio maana hao walipewa uwezo, ujuzi wa hekima, wa kufanya, kubuni mambo, kufanya mambo ya maana, mambo mazuri. Kwa mwanadamu aliyeanguka bado pia ana akili. Ndio maana kwenye akili Mungu aliwekeza vitu vingi. Ndio maana leo kuna ndege, kuna vitu vingi. Sasa akili mbaya inatumika mpaka leo, lakini sasa inaandaa maangamizi, silaha za kujiangamiza wenyewe, silaha za kujimaliza wenyewe,
Watu wanatengeneza mpaka virusi mbalimbali. Wanatengeneza magonjwa ili kupunguza watu duniani. Ni akili hizo. Ni akili. Lakini kuna akili mbaya lakini ina uwezo bado ambao shetani anaivuvia. Lakini kuna akili njema. Ile akili ya kiungu inaweza. Mungu aliwekeza vitu vingi kwenye moyo, kwenye akili. Ndio maana Mungu alimuumba mwanadamu, hakumpa vitu vingi. Ndio maana tusisumbuane sana kwamba sisi tunamrekebisha Mungu. Unajua tunatesa wanawake zaidi pia. Wanawake wakijipamba tunaanza kuwatesa sana. Mungu aliweka kwenye akili maendeleo, kujiendeleza. Sasa mtu akijipamba hajakosea kwa sababu Mungu aliweka kwenye akili. Ndio maana huwezi kumkosoa mtu. Mungu hatukujenga gorofa. Mungu hakuleta gorofa. Mungu hakuleta magari. Kwa nini tusikosoe magari? Kwa sababu tunamrekebisha Mungu. Mambo ya rohoni, ndugu zangu, ni vizuri tuende sambamba. Tusipoenda na mambo ya roho, tutawafanya watu wawe watumwa, watu wakose amani, wakose raha. Tutahukumu mambo mengine, tuambia ni dhambi, kumbe si dhambi. Lakini ni misimamo ya kijinga tu ambayo tunafikiri basi utakatifu ni kwa nje pia. Sawa, lakini lazima tuwe makini sana. Tusikurupuke kuhukumu watu bila sababu. Muhimu sana. Sasa ninapomaliza nitaendelea kesho. Somo langu nitaendelea kesho, lakini nikuonyesha mstari kama tu, Ayubu 19 mstari wa 25 na 26. Tuonyeshe tu mwili na roho ni vitu viwili tofauti. Soma. Lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Hata ngozi yangu ikiharibika, pasipo mwili, point ndio hiyo. Yaani bila mwili huu, nani sasa huyo atamwona Mungu? Nitamwona Mungu. Sasa wewe bila mwili ndio utamwona Mungu. Tutamwona Mungu bila mwili huu. Kwa tayari nimeshakujengea msingi ya kuona kwamba sisi ni roho, na nimekupitisha maeneo mengi. Tumeumbwa kama roho, tumezaliwa katika roho na tumepewa akili za rohoni. Basi muombe Mungu tuishi ule ukweli, tuvae ile sura ya mtu wa mbinguni, tuvae ile sura ya mtu wa mbinguni Kristo. Kama hujaokoka, okoka, maana sura inaanza pale unapookoka. Muamini Kristo, tuigeuze dunia hii, tuipindue dunia hii, tuwe na msimamo imara kwenye kweli ya Mungu, tusiwe legelege. Tuko vitani, tusitoke nyara na wengine, tuwe imara. Tuwe imara sana, sababu unategemewa wewe ulete mapinduzi dunia hii, na vita ni kali, vita ni vikali, lazima tu. Ndio maana kama unaweza kufadhili watu wanaoenda kwenye media mbalimbali kwenye ukweli ya Mungu, wafadhili. Kwa sababu gani? Uovu unafadhiliwa, unasikika zaidi, alafu ukweli unasikia kidogo. Matokeo yake watu wanajaa na uovu, wanajaa imani potofu, wanajaa imani ya mashaka na wasiwasi, kwa sababu hao ndio wanafadhiliana kujifanya kile cha kwao kisikike. Na hata mwenyewe unakuta nyumba yako imeshatekwa, maana vyombo vya habari kwenye nyumba yako, watoto wako wanaangalia hayo matamthilia, hata mpaka wewe mwenyewe ni mtumishi wa Mungu, lakini unajua kabisa kuna season fulani unawahi wewe umeshatekwa nyara. Mungu akubariki sana, na mimi tutafika hapa nzuri tu. Tunapeana siri hizi nzuri. Tutashinda tu, siogope, tutashinda. Lakini lazima ukate shauri mara ya pili. Tulikata shauri kuokoka, kata shauri la kusimamia msimamo wa neno. Kata shauri la kumtetea Kristo katika kweli. Simama katika Injili bila wasiwasi, na Bwana atatubariki sana.